Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminary Online TV, msifu Yesu Kristo. Tarehe 19 ya mwezi Machi kila mwaka mama kanisa anaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria na baba mlezi wa Bwana wetu Yesu Kristo na mlinzi wa kanisa lote la Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Yosefu ni mwaminifu, mtu wa haki katika familia yake, na Bwana wetu Yesu Kristo wanaiunda familia takatifu. Mtakatifu Yosefu ni mtu wa haki katika familia yake, anazo sifa nyingine nyingi. Ni mtu mwema, mtu mwenye upendo, mtakatifu, mchapakazi, mtu mkweli, mtu mwaminifu. Lakini mimi nitajikita kuelezea fadhila ya haki ambayo imejengwa tena na fadhila mbili, fadhila ya ukweli na fadhila ya uaminifu. Tuelezee haki. Haki ni nini? Haki ni kumpa kila moja kile anachostahili kupewa. Kama ni Mungu, Mungu anapewa haki anayostahili kupewa. Mungu anastahili kuabudiwa, Mungu anastahili kutukuzwa, Mungu anastahili kusifiwa. Mtakatifu Yosefu kwa kulitambua hilo, alikuwa mwaminifu katika kumsifu Mwenyezi Mungu, katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, na daima akisali na kuendelea kusoma maandiko matakatifu kama kwa sehemu ya kutimiza wajibu wake kwa ajili ya kumpa Mungu haki yake ya msingi. Kama familia yake ilihitaji haki za msingi, Mtakatifu Yosefu aliwajibika kuilea familia yake. Kuna wakati aliwajibika kumtorosha mtoto kwenda Misri ili kumwokoa dhidi ya dhalimu Herode. Alitaka kumua mtoto. Wakati huo akimchukua mtoto Yesu pamoja na Bikira Maria akakaa naye huko Misri, na baada ya muda wa kutosha, baada ya Herode kufariki, malaika akamwambia tena amrudishe sasa mtoto na mama yake huko Nazareti. Mtakatifu Yosefu alifanya hivyo akimsikiliza Mungu, na aliwajibika kumlea mtoto wake kufanya kazi za mikono. Alimlea kuwa fundi seremala. Mtakatifu Yosefu akijua kwamba ana wajibu wa kumfundisha mwanaye kazi, hakusita kumfundisha kazi. Ndio maana mtoto wake pia anaitwa seremala wa Nazareti. Mpendwa mtazamaji, katika kuelezea fadhila hii ya haki, ambapo sisi tutajikita kuielezea pia kwa kutumia hizi fadhila mbili ambazo zenyewe ni nguzo kwa fadhila hii ya haki, fadhila ya ukweli, kuwa wa kweli. Mtakatifu Yosefu ni mtu mkweli, ni mtu mkweli kwa Mwenyezi Mungu, ni mtu mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kweli Mtakatifu Yosefu aliwajibika kuwa mwaminifu katika kushika mapenzi ya Mungu. Aliyafanya yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa kweli alimsikiliza Mwenyezi Mungu, alitaka mambo yaende atakavyo Mungu, kwa sababu kuwa mwaminifu kwa amri za Mungu ni kuyapokea mapenzi ya Mungu. Mapenzi yetu yafanane na mapenzi yake, tuache mapenzi yetu yaendane na mapenzi ya Mungu. Huku ndiko kuitwa uaminifu. Uaminifu kwa amri za Mungu, uaminifu kwa sheria za Mungu, uaminifu kwa agano la Mwenyezi Mungu. Katika ahadi zetu zile za ubatizo, tunapaswa kuwa wa kweli, tunapaswa kuwa waaminifu, na tunapaswa kuendelea kutimiza wajibu wetu vizuri. Katika fadhila hii ya ukweli na uaminifu, nitoe mfano moja wa bwana moja, meneja wa kampuni kubwa. Kampuni hii kwa sababu ni kubwa, ilikuwa na meneja mkuu mmoja. Alikuwa na wasaidizi wake 10. Basi walimsaidia kufanya kazi. Baada ya muda mwingi kupita, meneja mkuu alitaka kustaafu, na baada hiyo ya kustaafu kwake, basi alihitaji msaidizi mwingine kutoka kwa hawa wasaidizi wengine 10, ambapo huyu sasa atakuja kuwa meneja mkuu. Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Online TV, baada ya miezi mitatu sasa, huyu meneja mkuu aliwaita hawa wasaidizi wake 10 ili aweze kumrithisha meneja atakayekuja. Sifa ni kwamba meneja huyu mpya inabidi awe mcha Mungu, kwa sababu fadhila ya ukweli na unyenyekevu inajengwa katika kumcha Mwenyezi Mungu. Basi aliwapima kwa kuwapa mbegu 10, kila moja anaenda na mbegu yake ya maua, wakaende kuotesha kwenye mazingira ya kwao. Alafu baada ya miezi mitatu wanarudi na maua, ili yeyote atakayefaa sasa kuchaguliwa kuwa meneja mkuu, basi kwa kuangalia jinsi alivyootesha hiyo mbegu na kuwa ua zuri, basi kweli watu walifanikiwa, wale mameneja wasaidizi walifanikiwa. Siku hiyo sasa ya uchaguzi wa kupata meneja mkuu, walirudi na wake zao pamoja na watoto wao, isipokuwa bwana mmoja anaitwa Darton. Darton yeye mbegu yake haikuota. Basi wakati meneja mkuu anakagua mbegu zao, alikuja kugundua huyu bwana Darton hana ua. Akamshangaa kwamba kwa nini
wenzake wakaanza kumcheka. Basi baadaye mwishoni kabisa bwana Darton akapata sifa ya kuwa meneja. Kwa nini sasa? Meneja mkuu akaeleza, mimi niliwapa mbegu ambazo zimeunguzwa moto, kwa hiyo hazikupaswa kuota. Ndugu mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Online TV, bwana Darton alikuwa mwaminifu, hivyo amechukua nafasi ya kuwa meneja mkuu wa kampuni hiyo. Kwa sababu hiyo alichukua mbegu kama ilivyo, na wenzake baada ya kugundua kwamba zile mbegu hazikuota, wakaenda kununua mbegu mpya kwenye eneo fulani wanakouza mbegu. Hivyo wamekosa sifa ya kuwa mameneja. Darton amepata sifa ya kuwa meneja mkuu wa kampuni hiyo. Tumuombe Mungu kupitia sala ya Mtakatifu Yosefu kuwa wa kweli, watu wanyofu wa moyo, watu waaminifu na watu wa haki. Niwatakie sherehe njema, msherekee kwa furaha. Tumsifu Yesu Kristo.